tulizungumza kidogo kule, sisemi hizi hapa. Vipo vingi sana. Mwanamke ndivyo alivyoumbwa, anastahili kubebwa. Maana Biblia inasema ni viumbe dhaifu. Ikiwa mwanaume abebe jukumu la kubeba huyu na huyu, tumegoma hiyo. Inafika mahali wa mama wanajifungua chini ya miezi 9. Mwanamke akijifungua chini ya miezi 9, tuweke mashaka kwenye nyumba hiyo. Baba anagubu, baba anafujo, baba ana kelele za baba. Maana mtoto kule ndani hatoki, hataki, atatoka kabla ya muda, anza katoka kama kufa. Hali ni mbaya sana. Kwa cha kukifanya ni kwamba mwanamke akibeba mimba, tubebe wote, tubebe wote. Akikutapika pokea, mmebeba mimba, ni mimba hiyo. Mwanamke unasikia miezi 9, nimekubeba miezi 9, sawa, lakini miezi 9 ni rahisi kuliko kumlea mtoto akishazaliwa. Mtoto akiwa tumboni kwa mama anakuwa na mifupa 270. Mtoto akishazaliwa inabaki mifupa 205. Mifupa 65 imeenda wapi? Kuwa Mungu ulivyo. Mtoto mifupa akiwa ndani, mifupa imeachana ili iwe rahisi mama kujifungua. Kichwa hiki kinakuwa na vipande vingi kweli, kichwa hiki kama nazi iliyovunjwa vipande. Kichwa ndivyo kinapokuwa, ili mtoto iwe rahisi azaliwe. Huyu mtoto akishazaliwa huyu, yale maziwa ya kwanza kabisa ndio yanaunganisha mifupa ya mtoto kwa haraka sana. Mtoto akishazaliwa huyo, kazi ya kumtunza. Nataka nikwambie, mtoto akishazaliwa anataka vitu 5. Maana hana kinga za mwili wake, anategemea kinga kutoka kwa mama. Huyu mtoto asiponyonyeshwa na mama yake ni hatari, ni hatari. Anatengenezewa ubinadamu na ziwa la mama. Iwe bahati mbaya iwage bahati mbaya. Maana kuna wazazi wamefariki wakati wanajifungua, mtoto anajibidi alelewe na maziwa ya ng'ombe. Sawa, iwe bahati mbaya, lakini kuna wabinti wanaogopa kupoteza blandi, urembo, shepu, kuti maziwa yataharibika, siwezi kumnyonyesha mwanangu, biashara itanikata. Nataka nikwambie, mtoto wako aking'atwa na mbu, akipata malaria, anatibiwa na nini? Hana kinga. Nataka nikupe mbinu. Kwenye mwili wa mama kuna kiwanda cha mtoto kule. Anapoanza kunyonya, kuna mawasiliano yanaenda kwenye kiwanda kwamba mtoto ana maambukizi ya malaria. Yanatengenezwa maziwa ya tiba kwa mtoto. Kwa mtoto atakaponyonya anatibiwa. Kwa kinga za mtoto zipo kwa mama. Unamnyonyesha maziwa ya ng'ombe. Ng'ombe naye ana mfumo wa kunyonyesha mwanae. Hawa watoto ndio wale sasa ambao hajaitwa, utasikia tu naam, hajaitwa. Ndio watoto hao unazungumza mara 3 mama, unamtuma yuko busy, unamtuma yuko busy, mwanao mwenyewe. Ndio litoto ambao linahitaji malezi ya karibu sana, ingalau lirudi kwenye uhalisia wake ili itoto. Ndio mitoto ambao unakuta umchapi hata fimbo. Mtoto ndikiwa anze kuchapwa fimbo miezi 3. Yaani ajue mazingira haya hayaruhusiwi. Miezi 3 mtoto ana akili timamu. Mwanangu ana miezi 2 na siku 3 huyo. Huyo namsubiri kwa hamu sana. Lazima akae sawa. Wenzetu Waislamu mtoto akizaliwa wanamsemea azana. Kuna kitu azana. Wanamsemea sikioni mwake kwamba tayari ukurasa wake uanze kuandikwa na mifumo yake kwenye ubongo wake. Sisi tunafundisha watoto nini? Tunakuja ibadani peke yetu, tunawaacha nyumbani. Kumbe hata ibada za katikati tubebe tuje nao, waangalizie tabia zetu kwamba maisha yanayostahili kuishi ni haya. Natamani tungezungumza mengi lakini muda hamna. Wachungaji wetu ni wachungaji wa 7 wa agano la Mungu tangu kuwekwa misingi ya ulimwengu. Mchungaji wa kwanza ni Adamu, wa pili ni Nuhu, wa 3 ni Abrahamu, wa 4 ni Musa, wa 5 ni Yoshua, wa 6 ni Yohana Mbatizaji,
wa 7 ni Yesu, wa 8 au wa 7, maana wa 8 hatumsemi, tunasema 7. 7 inachukuliwa nafasi ya nani? Ya Yesu. Kwa wachungaji wetu hawa wamechukua nafasi ile ya Yohana Mbatizaji. Ndio maana wao wanaishia kubatiza kwa maji, lakini wanasema Yesu anabatiza kwa Roho Mtakatifu na kwa nini? Na kwa moto. Nini maana ubatizo wa Roho Mtakatifu na kwa moto ni nini? Ubatizo wa Roho Mtakatifu ni neno la Mungu la kweli, au ni neno la Mungu lililofunuliwa. Ubatizo wa moto ni neno au ni moto wa jehanamu. Ni Yesu peke yake, ukimkataa yeye ndo anakupeleka jehanamu. Kwamba kwa sababu umenikataa, maana yake matendo yake yanakupeleka jehanamu. Kwa ubatizo wa moto maana yake ni yule aliyekataa neno la Mungu, maana yake matendo yake yanampeleka wapi? Motoni. Kwa ukimkataa Yesu, maana yake wewe unaenda kubatizwa na moto. Ukimkubali Yesu, maana yake utabatizwa kwa Roho Mtakatifu. Wewe ni wa uzima wa milele. Haleluya. Kwa mchungaji wetu, mimi napenda kusema ni Yohana mpya. Hawa ni Yohana mpya, maana gurudumu la Yesu wao ndio wamelishika. Yohana Mbatizaji alitangaza ujio wa kwanza wa Yesu. Wachungaji wetu wanatangaza ujio wa pili wa Yesu. Wakati Yesu anapaa, alikutana na wababa hawa, anasema kazi yangu bado haijaisha. Anawaachia, anapaa, anaondoka, anasema muendelee kuambia watu wanijue mimi. Kwa ndio jukumu waliloitwa. Kwa ukiwadharau hawa, nimesema Mungu anafanya kazi na sisi mwilini, sio rohoni. Ndio maana anasema kwenye Mathayo 28 mstari wa 19 na 20, anasema basi enendeni mkawafanye mataifa kuwa wanafunzi, mkawabatize kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Namba 3 anasema mkawafundishe yale niliyowaamuru ninyi. Kwamba kumbe sisi ndio tunaofundisha, na huyu mwanafunzi sisi ndio walimu wake. Usije ukarudia unasema aliwaambia wanafunzi wake wakawafanya mataifa kuwa wanafunzi wa Yesu. Wanafunzi wetu wenyewe, wanafunzi wa Yesu. Yaani wewe ukienda kuhubiri unakuwa mwalimu wa yule mataifa. Unakuwa mwalimu kivipi? Matendo yako yule anaangalizia kwako, sio mpaka useme, anaangalizia kwako kwamba matendo ya kitumishi ndio haya. Kwa ataishi hayo, ndio unakuwa mwalimu mzuri au mwalimu mbaya. Haleluya. Kwa napenda kusema kaneno haka, Yesu asingekuja na hakustahili kuja kabisa. Alikuja kukomboa ulimwengu. Ulimwengu upi? Ulimwengu ni sisi tuliotangulia, ni sisi ambao tayari tupo. Kwa Yesu amefuata. Yesu ni mchungaji wa 7 kutoka kwa Yohana Mbatizaji. Yesu akafa, tukasababisha mauti yake, akaondoka. Kazi yake wakati bado haijaisha. Kwa kile kijiti cha Yohana Mbatizaji wanacho hawa. Leo hii hawa ndio waturudisha kwenye uhalisia wa Mungu kupitia fimbo ya chuma. Fimbo ya chuma sio alama ya uongozi. Wachungaji wengi ukiwauliza, kwa nini mmepewa fimbo ya chuma na Mungu? Wanasema ni alama ya uongozi. Napenda kuambia fimbo ya chuma sio alama ya uongozi, ni kazi. Mungu amewapa kazi. Iheshimu kazi waliopewa. Kama hautaiheshimu kazi, utaingiza laana kwenye maisha yako. Hautapata kijiweni kwako, hautapata kigengeni kwako. Inafika mahali utaleta ukame kanisani kwako. Kanisani pakiwa pakame, watoto wa mchungaji watafukuzwa ada. Alafu wale watu waliosababisha wataenda kwa mchungaji, watasema baba pole. Si wamejuaje wale waliosababisha shida kwako? Watasema pole, watoto wako wamefukuzwa ada, tutalipa sisi, lakini kwa sharti moja, usilitaje jina la Yesu. Kwa inafika mahali mchungaji baada ya kusema katika jina la Yesu, anasema katika jina la Yesua. Nataka nikwambie, ukikosea namba moja haitaenda kwa mtu unayempigia. Nikwambie tu kweli. Kwa hata mtu anapoomba, tega sikio lako, usiwe bize. Tega sikio lako usikize anaombaje. Akisema katika jina la Yesu Kristu, wewe fumbua macho. Huyo sio mwenzetu. Sisi tunamwabudu Yesu Kristo, sio Yesu Kristu. Ukisikia, tega sikio. Ukiona mtu anasema tunakubatiza katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, fumbua macho. Huyo sio mwenzetu. Mwenzetu ni yule ambaye ameambiwa hivi, mkawabatize kwa jina la Baba na Mwana, sio na la Mwana na Roho Mtakatifu. Huyo ni excellent.
huyo ni wa kwetu. Mungu awabariki. Ipo siku nitakuja tupange vizuri ibada. Siku moja nitakuja tupange vizuri ibada. Lazima watu wamjue Mungu. Ila nataka nikupe kodi moja maalumu sana. Kodi matata sana ambayo ukizingatia nitaamini una uchungu na watenda dhambi. Nyumba kwa nyumba kuhubiri Injili. Siku mchungaji akifanya semina hapa, tunapanga muda. Kama ni siku 3, tunaweka siku 2 kwa ajili ya Injili nyumba kwa nyumba. Wenzetu wanaanza huduma hapa. Ili bonde hawajaokoka watu wote. Kwa sisi tulioalikwa liwe jukumu letu. Tuwasapoti wenzetu. Tuingie kwenye uchungu wao. Vile Mungu amewaleta hapa wanatamani wote waokoke. Iwe hivyo. Iwe hivyo. Jukumu ni la kwetu sisi, sio la mama mchungaji na mchungaji. Ni la kwetu sisi. Tuende tukateke baraka kwa kuwaleta watu hapa. Tuambie kituo chetu kiko pale. Unajua na wao wanajua.